Je, umewahi kujiuliza nini kinaweza kutokea ukila karanga mbichi kila siku kwa mwezi mmoja? Je, uzito wako utaongezeka? Moyo wako utafaidika? Sukari yako inaweza kubadilika? Na kuna madhara yoyote ambayo watu wengi hawajui? Watu wengi nchini Tanzania hula karanga za kutafunwa. Wengine huziweka kwenye mboga, wengine hutengeneza siagi ya karanga. Lakini wachache sana wanajua kwamba ndani ya punje moja ya karanga kuna virutubisho vingi vinavyoweza kuathiri mwili kwa njia mbalimbali. Leo tutafuatilia safari ya mtu aliyekula karanga mbichi kwa siku 30. Naamini sehemu ya mwisho ya video hii itakushangaza sana. Lakini kabla tujaendelea, andika kwenye maoni napenda karanga. Sasa tuanze. Lakini pia kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake ili uwe unapata mada zetu mara kwa mara. Wiki ya kwanza, mwili unaanza kubadilika. Katika siku za mwanzo, mwili huanza kupokea protini, mafuta mazuri, vitamini pamoja na madini muhimu. Karanga zina protini zinazosaidia kujenga misuli na kurekebisha tishu za mwili. Watu wengi wanaweza kuanza kuhisi njaa kupungua, kushiba kwa muda mrefu, nguvu kuongezeka. Fikiria mtu ambaye alikuwa anakula maandazi au vitafunwa vya sukari kila mara. Akibadilisha kiasi kidogo cha karanga, anaweza kujikuta na kula mara chache zaidi. Namba 7, nishati inaweza kuongezeka. Karanga zina mafuta yenye afya yanayotoa nishati ya kudumu. Tofauti na vyakula vya sukari vinavyopandisha nguvu haraka na kuzishusha ghafla, karanga hutoa nishati taratibu. Watu wengine wanaweza kugundua uchovu kupungua, nguvu kuongezeka, kukaa muda mrefu bila njaa. Hii ndiyo sababu wanaofanya kazi nzito au mazoezi hupenda kula karanga. Siku ya 10, moyo wako unaweza kunufaika. Karanga zina mafuta yanayojaa ambayo yanaweza kusaidia afya ya moyo. Mafuta haya yanaweza kusaidia kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza baadhi ya mafuta mabaya mwilini, kusaidia afya ya mishipa. Lakini kumbuka, karanga zenye chumvi nyingi au zilizokaangwa kwa mafuta mengi zinaweza kupunguza baadhi ya faida hizi. Faida ya 15. Siku ya 15, tumbo linaweza kushiba zaidi. Karanga zina nyuzi pamoja na lishe. Nyuzi hizi husaidia kushiba kwa haraka, kupungua tamaa ya kula, kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Watu wengi wanaotaka kudhibiti uzito hupenda vyakula vyenye nyuzi, lakini hapa kuna siri. Ukila karanga nyingi kupita kiasi, kula kalori nyingi bila kutambua, kunaweza kuongeza uzito. Siku ya 20, ubongo unaweza kunufaika. Karanga zina vitamini E na virutubisho vingine. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia kulinda seli za mwili, kusaidia afya ya mfumo wa neva na kusaidia ubongo kufanya kazi vizuri. Ingawa hakuna chakula kimoja kinachoweza kufanya miujiza, lishe yenye uwiano mzuri inaweza kusaidia afya ya ubongo kwa ujumla. Siku ya 25, ngozi inaweza kubadilika. Vitamini E ni antioxidant muhimu. Antioxidant husaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu. Baadhi ya watu wanaweza kuona ngozi yenye afya nzuri, kupungua kwa ukavu, muonekano bora wa ngozi. Lakini matokeo tofautiana kulingana na lishe, umri, mazoezi, maji ya kutosha, hali ya afya. Siku ya 30. Hiki ndicho kinachowashangaza watu wengi. Karanga zina kalori nyingi sana. Kikombe kimoja kinaweza kuwa na kalori nyingi kuliko watu wanachodhani. Ikiwa utakula pakiti nzima kila siku bila kupunguza vyakula vingine, bila kufanya mazoezi, uzito unaweza kuongezeka. Ndiyo maana wataalamu wengi ushauri kiasi kidogo tu kila siku kinatosha. Hatari ambazo watu wengi hawazijui. Allergy ya karanga. Watu wengine hupata uvimbe, kuwashwa, kupumua kwa shida. Karanga zilizohifadhiwa vibaya. Karanga zenye unyevunyevu zinaweza kupata ukungu,
Ndiyo maana ni muhimu kuhifadhi sehemu kavu, kuepuka unyevu, kutupa karanga zilizoharibika, na changamoto nyingine kula kupita kiasi. Karanga ni nzuri, lakini si vizuri kula nyingi kupita kiasi. Njia bora ya kula karanga. Karanga kiganja kimoja kwa siku, kama kitafunwa pamoja na matunda, pamoja na uji, au kuchanganya kwenye mboga. Baada ya siku 30 za kula karanga mbichi kwa kiasi kinachofaa, baadhi ya watu wanaweza kuona kushiba kwa muda mrefu, nguvu kuongezeka, mwili kupata protini, afya ya moyo kunufaika, afya ya ngozi. Lakini pia ukizidisha unaweza kupata kuongeza uzito. Wenye allergy wanapaswa kuwa waangalifu. Karanga zinazohifadhiwa vibaya zinaweza kuwa na hatari. Karanga ni chakula kizuri, lakini siri kubwa ni kula kwa kiasi na kuwa na lishe yenye uwiano. Ikiwa umefika hapa, andika kwenye maoni, karanga ni dhahabu. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa video nyingi zaidi.